Naam, ni 7 News na yaliyojiri Jumatatu hii ni pamoja na usalama umeimarishwa jijini Dar es Salaam kuelekea siku ya Sabasaba, huku mamlaka zikizuia maandamano au vurugu zilizopangwa kufanyika ili kupinga kile kinachotajwa kuwa ukandamizaji wa kisiasa. Polisi na walinda usalama wameonekana sehemu mbalimbali jijini Dar es Salaam. Hasa sasa ulinzi unaonekana kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha usalama ni mkubwa zaidi. Na katika taarifa nyingine, Trump atakutana na Zelensky huko nchini Uturuki, ambapo imeripotiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kufanya kikao pembeni mwa mkutano wa NATO siku ya Jumatano, huku juhudi zikiendelea kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo Marekani imesema Trump pia atawasiliana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Katika mkutano huo wa NATO, Ukraine pia itapokea ahadi mpya ya msaada wa kijeshi wenye thamani ya mabilioni ya euro. Wakati huo huo, imeripotiwa kwamba Urusi imefanya mashambulizi mapya na makubwa zaidi ya makombora ya droni huko Ukraine na kusababisha vifo vya watu 7, huku kukishuhudiwa uharibifu mkubwa wa makazi na mali zingine za raia nchini humo. Mpaka sasa bado haijulikani vita hivyo vitaisha lini, ambavyo sasa vinaenda kuingia mwaka wa 4 tangu vilipoanza mapema mwaka 2022. Na katika taarifa nyingine, umati mkubwa umejitokeza mjini Teherani kushiriki msafara wa mazishi ya Ali Khamenei. Ikiwa ni siku nyingine tena leo mjini Teherani, maelfu ya watu wanashiriki msafara wa mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu Ali Khamenei, ambapo mamlaka zimeimarisha usalama huku zikijiandaa kwa hafla hiyo kubwa iliyovuta hisia ndani na nje ya Irani. Ali Khamenei aliyekuwa kiongozi wa Irani aliuawa Februari 29, ikiwa ni siku ya kwanza tu ya mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Na katika habari za michezo, Vinicius Junior, mchezaji wa Brazil, amejibu tuhuma za kukwepa jukumu la kupiga penalti hadi kupelekea aliyepiga kukosa penalti hiyo. Vinicius Junior ameeleza kwa nini hakupiga penalti katika mchezo wa kombe la dunia dhidi ya Norway baada ya mashabiki wa Brazil mtandaoni kumlaumu kwa kukwepa majukumu hayo. Penalti hiyo ilipigwa na Bruno Guimaraes na ilidakwa na kipa wa Norway na kuwanyima Brazil nafasi ya kuongoza katika dakika 13. Vinicius amesema kwamba sikutaka kuwa mfungaji wa mashindano hayo. Bruno alipiga penalti hiyo kwa sababu yeye ni hodari wa penalti kuliko mimi, na huo ulikuwa ni uamuzi wa kocha wetu Carlo Ancelotti. Kwa hiyo sijawahi kukimbia majukumu yoyote. Watu wengi watasema kuwa sikutaka kupiga penalti, lakini hilo sio kweli. Alisema hivyo Vinicius Junior wakati akihojiwa na waandishi wa habari baada ya mchezo huo. Na katika taarifa nyingine, kipa wa Paraguay amekemewa kwa kusema Ufaransa ni timu ya Afrika. Rais wa shirikisho la soka nchini Ufaransa, Philippe Diallo, amemshutumu Jose Luis Travait baada ya kipa huyo wa zamani wa Paraguay kusema kuwa Les Bleus ni timu kutoka Afrika. Katika tamko lake kwenye mitandao ya kijamii, kiongozi huyo wa soka wa Ufaransa alionyesha kukerwa na maneno hayo, akitaja kuwa ni ya kibaguzi na kusisitiza kuwa yanaharibu msingi wa mchezo wa soka, mshikamano na uwepo wa wachezaji wa asili tofauti. Diallo aliongeza kuwa ingawa Travait alikuwa ni mchezaji nyota na kipa mahiri zamani. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazoendelea kugonga vichwa vya habari duniani, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.